Hili la mgogoro viongozi wa dini na viongozi wa mila, la kujitokeza mivutano kati ya viongozi wa dini na viongozi wa mila kuhusiana na mafundisho ya kanisani na mambo ya mila na tohara, na kuwakwaza viongozi wa dini kutimiza majukumu yao katika maeneo yao na kuhatarisha amani, kuwakamata viongozi wa dini, kuwafanyia vitendo viovu, kuingilia ibada zao na kufika kuchukua hatua za kufunga makanisa yao. Hili ni kinyume na sheria. Ni kinyume na sheria, na atakayefanya hivyo ni mhalifu kama wahalifu wengine. Nimeelekeza wakuu wa wilaya kukutanisha viongozi wa dini na viongozi wa mila, wote wawe na uelewa pamoja na wote washirikiane pasipo kuingilia uhuru, pasipo kujipa mamlaka ya kuingilia makanisa, kuwadhuru viongozi. Baada ya tamko langu leo, na wataka wakuu wa wilaya wasimamie vyombo vyote vya ulinzi na usalama, polisi, kuchukua hatua za yeyote atakaye kwenda kuwaingilia viongozi wa dini kutimiza majukumu yao, katika maeneo yao. Huo ni ukiukwaji wa sheria, na mimi kwa mamlaka nilionao kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, ninao dhamana ya kuhakikisha mkoa huu unakuwa salama. Raia wote wa dini zote, wa rika zote wanakuwa salama. Tunataka umoja na mshikamano, na mambo haya yasijirudie tena katika mkoa wa Arusha. Mimi mwenyewe baada ya tamko hili na baada ya wakuu wa wilaya kuendelea na vikao hivyo na kusimamia hili na vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua, nitafanya jitihada katika maeneo yaliyoathirika kufika na kufanya mikutano kuthibitisha tamko hili. Tamko hili linaendana na dhamana niliyopewa ya kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Arusha wanakuwa salama. Wananchi wa mkoa wa Arusha wanapata uhuru wa kuabudu, uhuru wa kulinda imani zao za dini. Mwisho, tuendeleze umoja wetu wa dini zetu, tushirikiane kwa pamoja. Kusanyiko hili nilisema awali ni zuri na kubwa. Mkiwa na umoja, nyinyi ulio imara, mnatusaidia sisi viongozi wa serikali. Kwa hiyo ninachosisitiza ni kwamba nitafurahi nikisikia misikiti yote uongozi uko vizuri, hawagombei nani awe nani, makanisa yote yanaenda vizuri, sisi serikali tunapata amani. Kwa hiyo nawasihi tuendelee kuwa na umoja katika taasisi tunazoziongoza. Uimara wenu na umoja wenu ni afya kwa serikali, kwa sababu sisi tutakapopata changamoto tunategemea nyie ndio muwe walimu wazuri katika kutusaidia.